Mwaka 2007 nilikuwa makamu mwenyekiti wa CAZ Ilala. Sasa nilikuwa nafanya training kwa vijana, namna kushuhudia, kufungua makanisa, kufanya hivi nini hivyo. Kwa nini division ni watoto wadogo, nilikuwa watoto wadogo hivi, lakini nilivision sana. Siku moja nikapeleka field. Kuna eneo linaitwa Mwanzo Mgumu, liko Chanika kwa mbele kabisa hivi, kwa wale wa Dar es Salaam wale. Miaka ile, kumbuka ni miaka 19 sasa imepita. Kulikuwa ni kijijini, Chanika yenyewe ilikuwa ni kijijini sana Chanika. Tukafika kule lile eneo ukipita nyumba 10, basi nyumba 7 au 8 ni za waganga. Kwa wananchi wengi wa kule, wengi ni waganga kwa miaka ile sasa. Nikawaombea ujazo wa Roho Mtakatifu ya watu na nguvu na uwezesho na kuaminisha kwamba msiogope yoyote, mtashinda, msiogope mganga. Ni watoto wadogo miaka 18, 15, 20 hapo hivyo. Nashukuru Mungu baadhi yao wengi sasa hivi ni wachungaji wengi. Mungu amewaita. Nikawatuma, nendeni kashuhudie. Tunaenda kufungua kanisa la eneo. Mimi nikaingia mtaa wangu na mimi. Kapita nyumba ya kwanza ya mganga. Akanikatalia kuingia wala kuongea chochote. Nyumba ya pili, ya tatu nilipofika nikamkuta mganga. Huyu mganga nilimkuta anaagua mtu ndani mle. Na kile kijumba ni cha nyasi tu hivi, kimekaa tu, ni cha nyasi tu hivi. Nikapiga hodi. Sema karibu, nani wewe? Usiingie, nimeshakuona. Akasema huyu kanionaje mimi mgeni afu yuko ndani? Usiingie, mimi nishakuona. Nakuja hapo. Hapo nimeshikilia mimo ya milango nitaka kuingia. Nikakuta huyu ameshatoka. Amevaa kaniki yake nyeusi. Fika pale akaambia unasemaje? Nikaambia mimi nimekuja kuleta habari za Yesu Kristo. Mimi ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Akaambia wewe, hapa ni kwa daktari, si daktari sikumbuki jina akalitaje. Nikaambia mimi nimemleta daktari wa madaktari. Sasa baadaye nikaona kama vile anageuza macho kama vile anataka kunifanya kitu mbaya hivi. Akaanza kutafuna hivi, anageuza macho hivi kama ananitishia. Wewe. Mimi nikaanza kuomba katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Napiga. Aliposikia napiga nakumbuka alitoka nduki yule mganga, alikimbia. Sasa yule anapokimbia nikamfuata yule nikaingia ndani nikamfuata yule nani wake mteja. Nikamwambia wewe mganga wako kimbia, naona baki nini, umebaki unafanya nini hapa, okoka. Naye akakimbia. Lakini mganga alikimbilia huku akapotea kwenye misitu fulani hivi, miaka ile kwa Mwanzo Mgumu ilikuwa ni misitu hivi. Akapotea akakimbia akaacha kilinge pale. Na mteja wake naye pia akakimbia akaenda upande mwingine. Hilo ni tukio ambalo nimekutana nalo kwenye Injili la mganga kunikimbia. Lakini kule Mwanzo Mgumu nakumbuka tukatembea tukaenda mahali fulani hivi panaitwa Maji Chumvi. Ni miaka mingi sijui kwa sasa hivi panaitwaje. Walikuwa Maji Chumvi. Nilikuwa na wanasiezi wangu kama 3 hivi kama sikosei. Tunaenda kushuhudia. Tukafika kwenye mji fulani hivi una nyumba nyingi. Vijumba vidogo lakini vingi. Nikafika pale tukamuita kijana mmoja tukamuona ni Msukuma yule jamaa. Tukamwita, bwana sisi ni watumishi wa Mungu. Tumekuja kuzungumza habari za ufalme, habari za neno la Mungu. Tunaomba usikivu wako tuseme na wewe. Akasema mimi hapa sio nyumbani kwangu. Na mwenye mji yuko mjini. Ni mganga wa kienyeji. Hivi vijumba vidogo mnavyoviona vyote vile vina wagonjwa wametoka mikoa tofauti. Na mimi hapa nimeleta mgonjwa wangu. Tumetoka Shinyanga. Msukuma wa Shinyanga. Si maeneo ya Bariadi huko sijui. Miaka ile Shinyanga ilikuwa haijagawanyika huko. Basi tumekuja mgonjwa wetu akasema mgonjwa wangu mimi hasikii, haoni, haongei. Kwa tumemleta nikaambia mna muda gani? Wakati tuna miezi 7 tuko hapa. Kwa bado naendelea na dawa
Kwani kiwaruhusu mnihubiria hapa? Akija mwenyewe atanifukuza mimi na mgonjwa wangu, tutashinda mara pa kwenda, na kwetu Shinyanga ni mbali na hatuna nauli. Nikamwambia Yesu tuliyemleta, kwanza unaokoka wewe, alafu mgonjwa wako huyo ambaye yuko kwenye hicho kichumba hicho ukamlete, kwa sababu ataona leo, atapona leo, ataongea leo, atasikia leo. Akawa kama vile amesita, lakini kuna nguvu ya Mungu ilikuwepo tunapozungumza naye. Nguvu ya Mungu ilikuwepo. Kwa hiyo ile ikamshawishi ndani, kwa sababu aliona kuna hali fulani imebadilika pale. Tunaongea sio kwa mamlaka ya kawaida. Akaenda akamchukua ndugu yake, akamshika mkono, akamleta. Hasikii, haoni, haongei. Nikamwambia okoka kwanza wewe. Hata Kiswahili kwa hajui vizuri mtu. Akaokoka. Wakati anamuongoza sala toba yeye, mkono mwingine nikawa nimeweka kwa huyu mgonjwa, na baadhi ya wale vijana wangu walikuwa nao pia wameweka mikono kwa mgonjwa. Nikaomba sala toba, akaokoka. Aliposema tu amen, tukageuzia majeshi yote sasa kwa huyu mgonjwa. Omba. Huku wengine wanapiga doria. Jamaa mganga mwenye mji asi akatokea pande gani ili pande zipi tusije tukavamiwa hapa. Habia mganga naye pia ni Msukuma, naye pia ni wa pande hizo. Basi baadaye ninaposema amen, nikasikia yule ambaye alikuwa tunamwombea yule mgonjwa naye anaitika amen. Ndugu yake naye akashangaa, akamuuliza kwa kilugha, umeongea? Sasa anauliza, hajui kwamba amesahau kwamba mtu alikuwa hasikii. Yule akajibu akasema umesikia? Aliposema umesikia, anaongea kwa kilugha, yule mgonjwa akasema hata macho pia naona. Akaanza kuona hivi. Tukajisikia kumshukuru Mungu, tukaluka pale, tukaambia sasa kusanya kila kitu. Mganga usiokute tena hapa. Hapo ni saa 12 jioni na ndio mida anarudi mganga huyo. Hatukuingia kwenye kuombea wagonjwa wengine kwa sababu viwodi vilikuwa vingi, vilikuwa vijumba karibu 20 viko pale. Tukachomoka na yule jamaa. Tukaondoka na yule aliyeombewa mzima, wote wakaokoka. Jamaa ameponywa, jamaa anaongea, jamaa anasikia, anatembea vizuri. Tukaondoka nao, tukafika mambo tulikuwa tunafungua kanisa sasa hapo. Na ilikuwa ni Jumamosi, nakumbuka. Jumapili yake tukaabudu nao pale. Wakajazwa Roho Mtakatifu. Nakumbuka hata ujumbe ambao nilihubiri siku ile ilikuwa inaitwa nguvu ya ufalme, ambao ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Wakajazwa Roho Mtakatifu, tukajisikia fahari. Mimi kuna kitu najisikiaga raha nikiona mtu aliyeokoka na jazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Najuaga huyu ni Mkristo kweli kweli. Wakajazwa Roho Mtakatifu wote. Tukatafutia nauli, wakarudi kwao. Sasa sijui kama wanaendelea wapi, sijui. Lakini tuliwanyang'anya hawa kutoka kwa mganga pale mwanzo mgumu panaitwa. Lakini kama haitoshi tu, haya mambo ambayo nazungumza haya yanadhihirisha neema ya Mungu na nguvu za Mungu dhidi ya mamlaka za kipepo, za kiganga na ushetani. Kupo ushuhuda mwingine. Mungu akatupa neema tukiwa Dar es Salaam. Ilikuwa mwaka 2014. Tukapata kiwanja Kigamboni kule, sehemu moja wanaitaga Mkokozi. Pata kiwanja, tukaamua kujenga nyumba kadogo tu, watoto wa mjini, tukaenda kuishi. Tumefika pale, tulikaa kama na wiki moja hivi. Akaja kijana mmoja hivi ana waraka. Umeandikwa, wewe si mtu unayestahili kuishi eneo hili. Tunakuomba uhame kabla hatujakuua. Yule kijana anafahamu, kwa wiki zile mbili ambazo nimekaa pale nilikuwa nafahamu. Nikamwambia, wewe umetumikaje na
huu ufalme ambao umetukutuma na hii. Akasema mimi ndo amenituma nikuletea. Msikutana mimi kijana mwenzangu, utanielewa vizuri. Wanakupenda sana hao wazee. Wamesema uhame, hao ndo wazee wa mji. Wao ndo wanaoamuru hapa aishi nani asiishi. Maeneo haya wameshakufa watu wengi sana ambao lazimisha kuishi, na hasa wanaoitwa walokole. Sasa wewe tumesikia unaomba usiku, nafanya ibada hapa. Kwao wamenituma nikwambie, yaani wanakupenda si ukafa hama. Nikamwambia kijana, ameenda kaambia wazee nahitaji pia kuonana nao. Alafu waambie sijai kuogopa kufa, sababu kifo hakina nguvu na mimi. Nenda kawaambia. Akaenda kawaambia. Ikapita kama miezi kadhaa hivi, nikaanza kufanya mpango sasa, mchakato wa kufungua kanisa hilo eneo pale pale ambapo wao wamesema mimi nisitakiwi kuishi. Wakazisikia hizo habari kwamba yule bwana mdogo anataka kufungua kanisa pale. Wakaja wazee watatu. Miongoni mwao aliyekuwa na umri mdogo alikuwa na miaka 103. Kumbuka hiyo kitu. Wakaja wakaniambia, kijana tunakupenda, kijana mzuri sana na watoto wadogo na mke wako mlembo, ni heri uondoke kwenye huu mji kwa sababu hawaishiki watu kama wewe. Huu mji ni wa kwetu. Kumbuka hiyo ni Dar es Salaam najua. Sio Bagamoyo, ni Dar es Salaam najua. Huu mji ni wa kwetu, ili eneo ni la kwetu. Haishi mtu limadi tu hapa. Kwa hiyo wewe, na tumesikia kwamba eti tunataka kufanya kufuru hapa. Wataka kuletea najisi mji wetu. Ngambia najisi gani? Wataka kufungua kanisa. Ngambia Yesu nitafungulia pale. Kwenye ule mti ule pale unafungua pale. Wakaniambia hutafungua kwa maana utakufa, hutaishi. Yule mzee anayeongea nakumbuka alikuwa anatokwa na mate hivi, anashuka hivi, anatetemeka, anaongea hivi. Nikaambia mimi nishaua wengi kama nini, na mkitaka kufanya vita na mimi mtakufa nini? Mimi sifi. Mimi ni yule ambaye alishakufa, kwa hiyo sikupaki kufa. Wakaondoka. Baada ya miezi kadhaa hivi nikafungua kanisa pale mahala. Sio kufunga kanisa, tukaitisha mkutano mmoja hivi. Na nikawa napita bodaboda usiku na pikipiki natangaza, mkutano wa Injili, mkutano wa Injili. Watu walikuwa wanatoka usiku huo nje kuangalia ni nani huyu ambaye anaweza kutangaza mkutano wa Injili kwenye hiki kijiji. Ni nani? Who is he? Nani huyu? Asiyeogopa wazee. Amepitia wapi? Kibali kapewa na nani? Nakumbuka nataka kuchukua kibali, nilipata shida sana. Kamwambia yule mwenyekiti, ngambia kibali kilichotolewa ni cha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio cha kidini. Kwa hiyo usikae na udini. Toa kibali kwa sababu vinginevyo utatoka kwenye madaraka. Nilipomwambia hivyo, kwani ni nani? Nikamwambia sitaki kujua mimi nani. Wewe cha msingi toa kibali cha mkutano. Akaniambia huku wala ni hawaishi huku walokole. Ngambia hata kama mimi ndo nimeanza kuishi, toa kibali. Ile kanisa linafungua hata kuchoma nao moto, ngambia pote toa kibali. Kanipa kibali. Tukafanya mkutano. Niliwindwa sana wale wazee. Sikuwahi kuogopa wala sikuwahi kuwaombea chochote kwamba Mungu auwe, ngambia wala. Ninachokiamini siku zote maishani mwangu, yeyote anayepingana na kusudi nilolibeba ndani yangu ambalo ni la Bwana, huyu hatakiwi kuishi, na akiishi basi ataishi ili aokoke. Hicho ndicho ambacho kiko ndani yangu mimi. Wale wazee, mmoja akaungua moto from nowhere. Yaani alikuwa amekaa tu, moto ukatokea sehemu zake za siri, akafa. Hivyo tu. Kimsingi wote walishakufa. Waliwaacha wenzao ambao pia nao nikuja kuwagundua baadaye, kwa sababu walishakuja hao wenzao pia walishakuja siku moja ofisini ambapo mke wangu anashona. Wakafika pale akamwangalia mke wangu, wakasema mke wake ndo huyu hapa. Mume wake leo hayupo hapa. Hatumtambui baba kwamba ni mtu wa namna gani, hajulikani yule kijana ni mtu wa namna gani yule. Mke wake ndo huyu hapa. Kwa hivyo mama anasikiliza, akaambia karibuni.
Ndio huyo hapa. Wakaondoka. Kwa wazee wameniwinda, ashukuriwe Mungu aliye hai. Hawapo. Wao wamepotea. Lile kanisa lilianza kiugumu. Lile kanisa lilianza kiugumu. Nikisema ugumu na maanisha ugumu. Waweza kuwa madhabahuni unahubiri, unapigwa usingizi ambao hujawahi kukutana nao. Hasa kwenye ile mikesha ile. Ilikuwa ni mikesha ya vita ya nguvu za ajabu sana ile mikesha. Nguvu za ajabu sana. Lakini anasema nitalijenga kanisa langu, milango ya kuzimu haitalishinda. Leo hii ukienda Mkokozi kuna kanisa linaloitwa VMC, Victoria's Miracle Center. Linachungwa na mchungaji anaitwa Lawi. Yuko pale anachunga. Ni kanisa ambalo lilianza kwa historia za namna hiyo. Ni kanisa kubwa, lina watu wengi, lina washirika, wamebarikiwa, wana kila kitu ambacho wanakihitaji na limejengwa vizuri, kuna utukufu mwingi wa Mungu. Ila mimi nilianza kwa namna hiyo hapo. Kwa hiyo lile kanisa waweza fika leo kaliona liko kwenye utukufu wake. Lakini background yake haikuwa kanisa la kawaida. Kwanza kabisa nipenda kumshukuru Mungu sana sana kwa ajili ya familia ya mzee wangu, mzee Atilio Kalinga. Yeye pamoja na mama mzuri yule na watoto wake wazuri ndio waliotoa kiwanja cha kujenga. Kwanza walitoa ruhusa ya kujenga kanisa kwenye eneo lao kwa sababu ni karibu tu na nyumbani kwangu. Yule mzee ni mzee mmoja mwenye moyo mwema. Baba, Mungu akubariki mahala ulipo na watoto wako na uzao wako wote pamoja na mama. Mungu abariki. Ile kazi ilianza mikononi mwenu pale. Mkatulea pale kama watoto wenu pamoja na huduma yetu pale. Nakumbuka tulijenga lile kanisa kwa mabati pembeni, tuliweka mabati pembeni. Nilikuwa sikuwahi kujenga hata banda la kufugia kuku kabla ya pale. Lakini nakumbuka ile kanisa tukiwa mimi na mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Oliver Shaibu na mke wangu na baadhi ya watu wachache, tulilijenga ile kanisa, tukasimamisha nguzo. Unaweza kujiuliza hizo hela zitoka wapi? Baba yangu mzee Titus Mkama aliniruhusu kufanya ibada moja pale Ilala. Tukachangisha fedha, tukapata fedha ya kuanzisha ile kanisa. Baba, Mungu akubariki kwa moyo wako mwema. Wewe ni chanzo, ni sababu, ni mwezeshaji wa ile kazi ilipokuwa inaanza. Kwa hiyo tukaweka mabati pembeni. Kabla mabati kwanza tuliweka tumeweka maturubai kama shikoshei, tuliweka maturubai. Juu ndo tuliweka mabati. Tulipandisha nyewe nguzo, tukagonga tena. Kumbuka wakati wagonga bati kule juu, wakati wagonga kenchi kule juu, nyundo iligeuka. Nyundo iligeuka ikaje ikanipiga jichoni. Ikanipasua jicho kwa hapa, ikanipasua. Iliponipasua damu zikaanza kumwagika. Ilibidi niluke kutoka kule juu kwenye kenchi mpaka chini. Sikujua ile nyundo imegeukaje, imekuaje. Baada ya kuelekea msumari imeelekea kwangu. Kwa hiyo nilijipiga kama vile nagonga msumari. Ashukuriwe Mungu. Pale mahala ilikuwa niende nikashone, nikaambia waliokuwepo pale, nikasema sitashona. Nikachukua vimajani fulani vinavifahamu, nikaviweka hapo. Nikasema hii kazi lazima ikamilike. Tulikuwa na washirika wachache, kina mama Koelo walikuwepo pale, akina Flora Benedict walikuwepo pale na wengine wengi siwezi kuwataja wote. Tukaanza pale huduma. Kusakafia chini tulisakafia wenyewe. Hatujui upanda sakafiwaje, lakini hamna hela, sasa mtafanyaje? Hela zimeshaisha. Tukasakafia wenyewe. Tukaanza kazi pale. Kulikuwa na vita ngumu, vita kali, lakini baba yule mzee Kalinga na familia yake na mke wake walitupa eneo la kujenga sasa kama kiwanja kabisa. Wakatoa kiwanja kabisa. Dar es Salaam mtu kukupa ardhi sio kitu rahisi. Sababu ni hela, zile ni hela, zile ni kama dhahabu. Lakini mzee Kalinga pamoja na familia yake wakatupa kiwanja, wakasema mtajenga kanisa hapa. Baadaye alikuja kuchunga mchungaji Royce Mkoma, akaanza ujenzi hapo. Baadaye akafariki, akaja mchungaji Lawi. Ile kanisa limesimama, lina utukufu, ni la ghorofa sasa, ofisi ziko kwa chini, kanisa liko juu, lina vyombo.
watu wanamshukuru Mungu. Lile kanisa liko pale, na yule mchungaji pale kwa sasa ndio mwangalizi wa section ya Lugwadu. Hajawahi kuwa rais. Tumepigana vita kuanza lile kanisa, tumeshinda vita ile ambayo ilikuwa inatishia uhai wa watoto wangu, uhai wa mke wangu, uhai wa maisha yangu mimi mwenyewe. Na wale wazee walikuwa wanamaanisha, kwa sababu wanasema tumeshaua wengi, hauta survive. Lakini Mungu mwenye kazi yake, Mungu ninayemtumikia, ni Mungu ambaye hajawahi kuniacha mahali popote kwenye hatari ya kuishi kwangu. Kwa hiyo lile kanisa liko pale, linaendelea. Unaweza kutembelea tu pale Mkokozi, ndipo utalikuta kanisa moja zuri zuri zuri. Na wote ambao mnaishi maeneo yale, hamna sababu ya kuteseka. Nendeni pale Victoria Miracle Center, ni mahala pazuri pa kumwabudu Mungu chini ya mwangalizi Noel Lawe. Mtaenjoy maisha pale kwa mtumishi wa Mungu huyu. Lakini pia vitimbwi hivi havikomi. Havikomi. Nakumbuka nilipohamia Shinyanga hapa. Shinyanga ni eneo ambalo lina vituko vingi vya kishirikina, na ni mkoa ambao unaamini katika mizimu na mambo kama hayo. Na ni mkoa ambao hata kimaendeleo uko nyuma sana kwa sababu ya vitu vya mizimu ya namna hiyo. Wakati nimefika hapa kwenye ile kanisa ambao nalichunga sasa, nakumbuka siku moja nafanya maombezi. Kumbuka ilikuwa ni semina, nafundisha habari za Roho Mtakatifu. Jumapili nafanya maombezi. Ile Jumapili nakumbuka watu waliponywa sana, walifunguliwa sana watu. Wakati naomba, shirika pita naombea moja, akapita bibi mmoja, mama mmoja hivi. Wakati nataka kumwombea, mjusi ukatoka shingoni. Mjusi mkubwa sana ukaja kichwani, ukaanza kuzunguka kichwani, mahali ambapo mimi nataka kuweka mikono ni muombe. Kwa hiyo nikarudisha mkono wangu nyuma. Na ile scenario aliona mke wangu tu na mimi, wengine wote hawakuona. Basi sikuendelea kuomba. Naangalia huyu mjusi mkubwa huyu ametoka wapi na anafanya nini kwenye kichwa cha huyu bibi. Akazunguka pale kichwani, akazunguka. Alafu kumbuka yule bibi hana nywele. Ana kaupala fulani tu hivi. Akazunguka. Baadaye nilipoanza kukemea kwa jina la Yesu, toka, yule mjusi akaniangalia. Aliponiangalia akarudi kwa nyuma, akapotea. Baadaye nikamwita yule bibi, nikamwambia sikumwita, yeye alinitafuta. Mchungaji, naomba nikuone. Akaja kama kesho yake hivi. Mchungaji, mimi panapokaa wamesema wataniniga. Ndio lugha aliyotumia, wataniniga. Nikamwambia kuniga nini? Watanikaba. Kaambia kukaba, umekosa nini bibi? Mimi wamesweti mimi nakula watoto wao. Kaambia kwani unakula watoto? Akasema hapana, mimi sili. Kwa wamesema wataniniga. Nikaambia mtu aliyeokoka hawezi kunigwa kama hali watoto wa watu. Wewe si umeokoka? Wakati mimi najua kabisa kwamba ni mtu ambaye anashiriki anafanya hayo mambo. Nikamwambia si umeokoka? Huwezi kukuniga. Na kama umekutishia, nenda serikali za mitaa ukafungua shauri, mwenyekiti kamwambia ama polisi kwamba nimetishiwa mimi maisha yangu huku. Hii sio kesi ya kiroho. Ile ungeniambia wananiloga hapo sakia, hivi vitu vya kuana hivi ni vitu vya kisheria hivi. Nenda kwa mwenyekiti. Akasema nitaenda, hakwenda. Kesho yake tena kaja nyumbani. Baba, nimekuja. Kaambia nini? Kwanza napokuja hapa nimepotea sana njia, nimepotea sana nyumba nilikuwa sioni. Kaambia nyumba si unaijua vizuri bibi. Akasema naijua. Akasema niambia. Akasema wamesema watanikata miguu. Kwa nini? Eti mimi na loga mitani. Kaambia bibi, kwani unaloga? Wewe si haulogi sasa?
Nilikwambia ndio mwenyekiti ulienda, mwenyekiti kile nikienda simuoni. Nikamwambia bibi nisikilize. Usicheze na madhabahu ya Mungu inayotumikiwa na Mwegombe. Utakufa. Kaambia utakufa. Usijaribu kazi ya Mungu. Wewe ni mshirikina. Akainama kimya. Nikaambia mimi sikufukuzi kanisani. Ila ukihisi una ubavu wa kubaki kanisani, baki. Ukihisi una uwezo wa kubaki kanisani, ni moja kati ya mawili. Ama uamue kuokoka ama uamue kuondoka. Ila pale hutabaki kama ulivyo. Basi baadaye akaondoka. Yule bibi kesho yake wanavyodai alitembea kwa miguu kutoka hapa Shinyanga mpaka Mwanza kwa miguu. Hayupo mpaka sasa. Nikamshukuru Mungu kwa sababu nilikuta kanisa katika hali ngumu. Kanisa watu hawana ladha, watu hawana shauku na Mungu. Unakuja baada za katikati unakaa tu na mke wako. Pengine na mzee mmoja tu basi, wakati mwingine unakuta ni mko wawili tu na mke wako. Hivyo. Baadaye nikatangaza nikafundisha somo moja linaloitwa Ujue Ulimwengu wa Roho. Kwa ni semina. Nikaambia mwishoni mwa semina hii tutafanya maombezi na maombi ya kulikamata anga na kuhakikisha yeyote ambaye anacheza na kanisa hili hata stahimili kuishi. Ninakumbuka tukafanya mkesha mmoja Ijumaa moja hivi. Ile siku nilitangaza maombi ni kama maombi ya kuua, ya kufuta kila adui wa Mungu. Nilisoma lile andiko ambalo Biblia inasema wana wa Israeli walipokuwa wanapita bahari ya Shamu. Wakati wanapita, Biblia inaniambia wana wa Misri nao wakaingia baharini. Baadaye maji yaliporudi kuanza kuamaliza wakataka kutoka. Biblia inaniambia Mungu akawakokotea majini. Yaani mkono wa Mungu ulikuwa unawasukuma wasiweze kutoka nchi kavu, wabaki kwenye maji mpaka watakapokufa. Nikasema tunawakokota wote wanaocheza na kanisa. Kwa nini kanisa halikui? Kwa nini kanisa limedumaa? Kwa nini kanisa halina ladha? Kwa nini watu hawakai kanisani? Watu wanaokoka wabaki kanisani. Tukaomba la maombi. Nikawaambia jiandaeni, nikawaambia washirika wangu, nikawaambia jiandaeni kuzika. Kama anayecheza na kazi ya Mungu hapa ni mama yako, ni baba yako, utamzika. Kama ni ndugu yako wa karibu au ni wewe mwenyewe, tutakuzika. Na nikawaambia nimemuomba Bwana wasifie majumbani mwao, wafie mahala peupe ambapo kila mtu atawaona. Tukamaliza maombi. Kumbe usiku wakati tunaomba, kuna bibi fulani hivi ni wachawi ndio walikuwa wanashikilia anga la Butengwa. Wamekaa nje ya panda karibu na kanisa, wanafikiri namna ya kuchoma moto kanisa, namna ya kuchoma moto vyombo, namna ya kufanya chochote kanisani. Wakawa wanajadiliana kwamba watu wanatuharibu, tufanye nini? Wakati wanajadiliana, kuna mshirika wangu mmoja akapita, akaenda kunywa maji kwa sababu sio mbali na kanisani. Usiku akaenda kanywa maji, akarudi kwenye mkesha. Akawasikia wanaongea, akaja kuniambia. Nikaambia ninawafuta. Hakuna mtu ambaye kubishana na Mungu akaishi. Akina Herode walibishana na Mungu, hawakuishi. Akina Farao walibishana na Mungu, hawakuishi. Akina Nebukadneza walibishana na Mungu, hawakuishi. Kwa hakuna aliyebishana na Mungu akawa salama. Nikawafuta. Nilipowafuta, kesho yake jioni, yule bibi ambaye alikuwa anaogopwa na watu wote hapa akaenda kumtembelea bibi mwenzake. Yule bibi mwenzake ndio alikuwa anaumwa, ndio alikuwa mgonjwa. Alipomtembelea akamsalimia, yeye anatoka nje aliye mzima sasa, arudi kwake. Anatoka nje, alipofika nje karibu na barabara hivi, karibu na nyumba za washirika wangu, akadondoka, akafa pale. Maombi yale tulikuwa tukiomba usiku yalisikika na watu wote wa mji huu. Habari zikatoka, mchungaji ameua.
lichezeeni tena hilo kanisa mtakoma sasa. Mlizoea sasa angalia mnakufa, mtakufa, watu wazungumza mitaani. Ilimletea Mungu tukufu. Naweza kusema ni kweli Mungu afurahi kifo cha mwenye dhambi, lakini mtu akikataa kweli kufa atakufa tu. Hata kama Mungu ana upendo kiasi gani, ukimkataa hawezi kukulazimisha. Kwa hiyo yule bibi alizikwa, alikufa yule bibi. Alipokufa wanakijiji walishindwa kumshika, walikataa kumbeba wala kumpeleka mochwari wala popote. Paka watoto wake walipokuja kutoka Mwanza usiku wa saa 3, yule bibi amekauka pale, amekufa. Si bajaji, si pikipiki, si chombo gani kiligoma kumbeba yule bibi, kwa sababu anamjua ni mchawi. Habari zikaenea, utukufu wa Mungu kawa mwingi wa kanisa hili, na ndiposa tukaona watu wanaanza kuokoka na kubaki kanisani, na kuona mpaka idadi ya watu tulionao, hata kama si wengi, lakini kuna improvement. Kuna namna mnaona tumetoka mahala fulani tuko mahala kwingine, kwa sababu tu kuna mwamba mmoja ambaye alikuwa ameshikilia huo ufalme, hayupo tena. Mungu wa mbinguni anatukuzwa. Kwa hiyo niendelee kuwatia moyo watumishi wenzangu kwamba tuna Mungu anayeishi, tuna Mungu anayetenda, tuna Mungu anayestahili kuabudiwa. Yeye ana nguvu zote. Wewe unatumika huko mara kijijini, huko mara ambako huoni kesho yako, ni kutia moyo, kesho yako ipo. Muamini Mungu. Mungu anaweza kufanya mambo yote kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Wakati naenda kuhitimisha historia fupi ya maisha yangu ama shuhuda hizi, nizungumze na watu ambao wanataka kutembea na Mungu wa miujiza. Hivi vitu ni kweli, ni kwa neema vinatokea, lakini kuna wakati pia Mungu anatufundisha, anatupeleka shuleni ili tujifunze. Moja ya kitu ambacho Mungu amenifundisha ni utoaji, na hasa kuwasaidia watu ambao hawawezi kukusaidia. Nakumbuka mwaka fulani hivi nikiwa hata sijaoa, nahubiri tu injili, naenda kwenye mambo misheni haya, narudi na safiri nchi za nje, narudi hivyo. Nilienda mahali fulani hivi nikahubiri, mama mmoja akajitoa debe 4 za mchele na mwingine pia akatoa debe 2 za mchele. Kwa hiyo nikawa na debe 6 za mchele. Wakati wenyeji wangu wakataka kuziuza zipige mnada ili niondoke na pesa, nikasema hapana, mimi nina watu wanitegemea, naweza kuzipeleka hivi nikawapa kama mchele, kama chakula. Kwa hiyo nikarudi Dar es Salaam, nikagawa ule mchele. Nakumbuka niligawa kwa wanawake wajane na yatima baadhi fulani hivi, na baadhi ya fulani ambazo hazijiwezi, na mume na mke kila wajiwezi, nikagawa. Nikabakiwa na kilo 3 kwenye debe 6. Mle ndani nilikuwa naishi na vijana 2, jumla tuko 3. Na tulikuwa ni vijana kweli kweli, sio miaka hii sasa mili inaisha, hapana, tulikuwa vijana kweli kweli, napiga gym, mambo kama hayo. Na tulikuwa tunakula kilo 1.5 2 za mchele kwa siku moja, yaani kwa mlo mmoja. Kama ni nyama basi tulikuwa tunapenda maini kilo 2 kwa mlo mmoja. Sasa ajabu ni nini? Zile kilo 3 tukaziweka kwenye mnaita deli, tukaweka kwenye deli, tukafunika. Tukawa tunaendelea kuishi, kila siku tunakula, na hatukuwa na chakula kingine usiku, sababu mchana tulikuwa kwenye biashara zetu, jioni lazima tutapika tu wali. Tukawa tupendele sana ugali. Tulikula ule mchele kwa muda wa miezi 3 mfululizo. Siku moja nikiwa nawaza, mbona sidaiwagi hela ya mchele, nadaiwa tu hela ya mboga. Nikamuuliza mwenzangu, bwana vipi, kwani tunakula mchele kutoka, mbona sisikii ukidai hela mchele, unadai tu hela ya mboga? Sasa mimi ndio nilikuwa na wale watu na tunafanya biashara, kwa hiyo kuna namna nilikuwa na provide mle ndani. Akasema mchele huo tuachota humu. Wafikiri sisi tulikuwa tunakula kilo 2, yani kilo 2 zinaisha kwa muda huo. Tulikuwa tunakula kweli kweli.
mili mikubwa, piga nondo nini hivyo. Ina maana zile kilo 3 zingeisha tu ndani ya siku 2 tu, hazipo. Hiyo nazungumza ilikuwa ni miezi 3 imekatika. Tukaamka kwenda kuchungulia lile deli, ule mchele uko vile vile, kana kwamba haujawahi kuchotwa, haujawahi kuguswa, ulivyo mimino uko vile vile. Miezi 3. Nimshangaa Mungu. Na sasa sijui kwa nini tulishtuka. Tuliposhtuka tu basi, tulipokula na siku 2 ukawa umeisha. Ukaisha. Kasema umeisha bwana. Tukajua basi kumbe tusingeshtuka. Lakini ilitupa kuogopa, kuogopa sana kwamba ni kwa namna gani Mungu anatembea na watoaji. Mungu anatembea na watoaji. Kwa hiyo watumishi wenzangu na watu wengi ambao Mungu amewabariki, watendeni watu mema. Tendeni watu mema. Sio tu yule ambaye ni rafiki ambaye unajua huyu na kesho nikipiga simu atanisaidia. Yesu anazungumza kwenye Luka 6. Anasema ikiwa mnatenda wema kwa wale ambao mnajua watawarudisheni, mnafanya fadhila gani? Anasema watendeni mema wale ambao wanawauzi, wanawachukia ninyi, wabarikieni wanaowalaani. Wapeni vitu ambavyo watu ambao hawawezi kurudishia. Kwa hiyo mimi nimejifunza jambo hili na siwezi kuliacha. Siwezi kuliacha. Kuna nyakati fulani huwa napita kipindi kigumu sana nikiwa hapa Shinyanga. Napita sio kidogo, napita sana. Kwa sababu mazingira niliyokuta na yaliyopo sio rafiki. Unaweza kusema mimi sio kuishi maisha haya kwa sababu nishaishi maisha ya juu kidogo, lakini kwa ajili ya Kristo unaamua kuyaishi ili wafikie watu ambao pengine watu wengine wasingefikia.